Mfalme Harald wa tano wa Norway amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89 baada ya zaidi ya miaka 35 akiwa katika kiti cha ufalme wa nchi hiyo. Mfalme huyo amefariki dunia hii leo Ijumaa, Agosti 28 mwaka 2026 katika hospitali ya taifa ya Oslo ambako alikuwa amelazwa tangu Agosti 17 baada ya hali yake ya afya kuzorota. Alifariki kwa amani majira ya saa 12 asubuhi kwa saa za Norway akiwa amezungukwa na familia yake. Harald alikuwa akipata matibabu kutokana na ugonjwa wa nadra wa damu, hali iliyosababisha chembe nyekundu za damu kuharibika kwa kasi kuliko kawaida. Katika siku zake za mwisho, hali yake ilizidi kuwa mbaya na familia yake akiwemo Malkia Sonja na mwanae Hakon walighairi shughuli zao za hadhara ili kuwa karibu naye hospitalini. Kabla ya kifo chake, Harald alikuwa mfalme mwenye umri mkubwa zaidi aliyekuwa bado madarakani barani Ulaya. Taarifa ya kifo chake imefungua kurasa mpya katika historia ya ufalme wa Norway, huku mwanawe wa pekee wa kiume Hakon mwenye umri wa miaka 53 akichukua kiti cha ufalme. Hakon ambaye hapo awali alikuwa Crown Prince na kwa mara kadhaa alifanya kazi kama mwakilishi wa baba yake wakati Harald alipokuwa mgonjwa, sasa ameanza rasmi majukumu ya kuwa mfalme wa Norway. Harald ameacha nyuma Malkia Sonja, watoto wao wawili Hakon na Princess Martha Louise pamoja na wajukuu. Kifo chake kinahitimisha utawala wa zaidi ya miongo mitatu ambao ulipitia mabadiliko makubwa katika jamii ya Norway na katika taasisi ya kifalme yenyewe. Sasa macho ya wananchi yameelekezwa kwa mfalme Hakon wa 8 ambaye anaingia kiti cha ufalme akiwa na jukumu la kuendeleza urithi wa baba yake huku akiongoza familia ya kifalme katika kizazi kipya. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.